na tuliko kwa sasa ni eneo la Kongoe ambapo waandamanaji wameweza kufika katika eneo hili kughadhabishwa na hali hiyo ya kuongezwa kwa bei ya mafuta, na kuanzia kama lisali moja iliyopita hivi sasa, mtazamaji, hali imekuwa ni hiyo. Waandamanaji wameweza kufunga barabara ya kuelekea jijini Mombasa, barabara haswa daraja la Nyali, wakisema kwamba hawezi ruhusu gari lolote kuweza kupita, hasa magari ya usafiri wa umma, ila tu ni magari machache ya kuwasafirisha ama magari ya watu binafsi ambayo yanaruhusiwa kuweza kupita katika eneo hili. Ni hali ambayo imeweza pia kusababisha maafisa wa polisi kufika katika eneo hili, na dakika chache zilizopita waliweza kutoa vitoa machozi ili kuweza kuwatawanya wakazi ambao walikuwa wamefika katika eneo hili kuweza kuchangia kuungana na wenzao ambao ni wahudumu wa sekta hii ya matatu katika katika mgomo huu wa kuweza tetea haki yao, wakisema kwamba ni hali ambayo imechangia kudorora kwa uchumi, hasa kutokana na kuongezeka kwa bei ya mafuta. Na hapa nami niko na mwenyekiti ambaye anasimamia sekta hiyo ya matatu katika ukanda mzima wa Pwani. Ningependa jitambulishe kwa majina alafu tueleze hali hii tunatarajia endelee hadi lini. Kwa majina naitwa Benson Nkune, mimi ndiye chair wa Association for Matatu Transport Owners eneo hili la Pwani, na tunatarajia hali hii iendelee mpaka siku ile serikali itapunguza bei ya diesel, kwa sababu diesel ndiye huwa inasongesha uchumi wa hii nchi. Hata ni afadhali hata wangeongeza petroli, kwa sababu petroli inatumiwa tunajua petroli inatumiwa na magari ya kibinafsi na ni magari ya starehe, lakini zile magari ambazo zinatumia diesel ni magari ambazo sinaleta bidhaa vya mwananchi wa kawaida kutumia, na sijui nani aliwaadvise EPLA kuongeza bei ya diesel kwa kiwango hicho aliongeza nazo. Tangu nisaliwe mimi sijawahi kuona bei ya diesel ikiwa juu kuliko bei ya petroli. Hii ni mara yangu ya kwanza, na tunasema at least what I can advise, vile naweza advise serikali ni kwa sababu bei ya mafuta ya taa ni 157 na bei ya petroli ni 214 na bei ya diesel ni 246. At least waki-equalize the two, hawatakuwa wamepoteza ile kiwango chao cha kukusanya ushuru. Wa-equalize at least kuje kama shilingi 200 kwa kila oil product ambazo zinashungusha uchumi wa hii nchi. Na pengine hali hii imeweza kusambaratisha hali ya uchumi, hasa katika kaunti hii ya Mombasa, ikiwa ni kaunti na jiji ambalo linatambulika sana kitaifa na pia kimataifa kutokana na sekta mbalimbali za kiuchumi, hasa utalii na mambo mengine ya kibiashara. Je, pengine kufungwa ama kusambaratishwa kwa hali hii ya usafiri, je, pengine unaona kama hali hiyo itaweza kusaidia vipi ukuaji wa eneo hili? Wakati wamefunga, kwa sababu jana nilikuwa katika mkutano wa viongozi wa kitaifa huko jijini Nairobi, ambako tulikuwa tunajadiliana mambo ya hii kufungwa kwa barabara leo, na tulikuwa na sekta zote za usafiri. Tulikuwa na watu wa long track representative, tulikuwa na watu wa tourist drivers, wale wanaendesha zile magari za tourist, tulikuwa na mwenyekiti wa wenye magari mandogo, tulikuwa na wale watu ambao wanandrill visima vya maji, kuonyesha hii imesambaratisha kila mtu ako affected, hata ule mtu ambaye hata wale ambao hawana magari barabarani, tuseme wale watu wanauza bidhaa vya chakula sokoni wako affected, kwa sababu kulingana na viongozi wa long truck drivers walisema jana magari zote zao hawataziruhusu ziteremke huku Pwani. Na ukiangalia hata leo, ukiangalia hiyo barabara ya Nairobi Mombasa highway, ni magari kidogo sana ambazo zimeweza kufika Mombasa. Na ukizungumzia masuala ya malori, je, pengine pia kuna wale ambao wamepanga safari ya kwenda maeneo mengine kutoka hapa Mombasa, magari ya usafiri masafa marefu, je, hali hiyo iko vipi? Ukienda hata kabla tunjafika hapa, tumetoka area ya Mwembe Tayari ambayo huwa ni final destination ya magari zote ambazo zinatoka upande wa up country, na ukiangalia magari zile zimeweza kuashiri hapa ni gari kidogo sana. Ukiangalia area ya Mwembe Tayari ambayo huwa iko na activities nyingi at this time of the day,
tumeenda hapo na saizi ukiangalia ni kweupe, hakuna watu wako area ile, hakuna mabasi kutoka bara, zile zimekuja ni kidogo sana. Je, pengine wale wahudumu ambao wanatoa huduma hizo za ama wamiliki wa matatu ambao wanatoa huduma hizo za usafiri, wale watu ambao walikuwa wamepanga kusafiri leo, je, pengine kutakuwa na njia mbadala ya kuweza kuwasaidia waweze kufika maeneo yao, ama hali itakuwa vipi iwapo kama mmetishia kuendelea na hali hii ya mgomo kwa muda wa zaidi ya wiki moja hadi serikali itaweza kutilia maanani malalamishi yenu, hali itakuwa vipi kwa wao? Sasa je, pengine mweza kuhusika kuweza kujua kwamba hali yao itakuwa vipi? Kulingana na ile mipangilio tumeweka, kwa sababu tumejaribu sana kujadiliana na serikali, at least tumewapatia hata formula ile wanaweza fanya, na hata tukasitisha mgomo hivi leo. Tuliwaambia wachukue the 3 products za petroleum, wachukue diesel, wachukue mafuta ya taa, wachukue petroli. Wakinjumuliza bei ya hizo bidhaa zote tatu kwa pamoja inakuja kama 608. If you divide 608 by 3 inakuja kama shilingi 200. Hapo watakuwa hawajapoteza ushuru wowote ule wanapanga kukusanya katika hizi products za petroleum, na watakuwa wamepatia nafuu at least wale watu wanatumia bidhaa ya diesel, kwa sababu diesel ndio umove uchumi wa hii nchi. Na pengine ningependa kusikia kutoka kwako pia, sehemu za serikali zinasema kwamba, ama viongozi serikalini wanasema kwamba hali hii ambayo imechangiwa na kutokana na vita ambavyo vinaendelea katika nchi za kigeni, ndio maana imefanyika kwamba hali ama bei ya mafuta imeweza kuongezeka.